Ndugu zangu wa Tanzania, siku mbili hizo zilizopita nimeona mjadala fulani hivi unaendelea. Kuna watu fulani hivi wanazungumzia kwamba matukio haya ya utekaji muasisi wake eti ni John Pombe Magufuli. Yaani awamu ya John Pombe Magufuli ndio iliasisi matukio ya utekaji. Haya mambo nilipoyasikia binafsi nimesikitika sana, kwa sababu nimeona watu ambao wanayazungumza hao ni watu ambao wako trusted na umma, wana credibility kubwa kwenye umma. Sasa nikajiuliza kwamba hivi nyinyi watu viongozi kabisa ambao mnaaminiwa na umma, mnawezaje kuzungumza spini ni propaganda za namna hiyo? Mnafanya spini ni propaganda za namna hii kwa sababu mnalipwa na kundi mtandao? Kundi mtandao ndio linawalipa, ndio mnafanya spini ni propaganda hizi? Kwa sababu kundi mtandao ndio lililoshughulikia kuhakikisha kwamba John Pombe Magufuli anaangushwa chini na kuuawa. Eti kwa sababu nataka niwarudishe nyuma. Mwaka 1996 Imran Kombe alikuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa, alipigwa risasi na watu wasiojulikana. Hivi ninyi mnaozungumzia kwamba muasisi ya watu wasiojulikana ni John Pombe Magufuli, mna akili sawa sawa? Au mmejitoa ufahamu? Au kwa sababu mmepewa pesa na mmehongwa na kundi mtandao kufanya spini ni propaganda ndio mje mnazungumza haya mambo? Eti hivi tarehe 26 mwezi wa 12 2012 Padri Ambrose Mkenda aliyepigwa risasi kule Zanzibar, yani huyu hili na watu wasiojulikana, ilikuwa ni kipindi cha John Pombe Magufuli ndo rais. Tarehe 18 mwezi wa 2 2013 Padri Evarist Mushi alipigwa risasi kule Zanzibar. Mapadri, yani maana yake utawala wa awamu ya 4 ambao ulikuwa na shida kubwa sana na Wakatoliki, na utawala wa awamu ya 6 ambao nauona na wenyewe una shida kubwa sana na Wakatoliki uko sawa sawa. Kwa hiyo ina maana kwamba utawala wa John Pombe Magufuli ndio ulianzisha haya mambo ya kupiga watumishi wa Mungu na kufunga watumishi wa Mungu. Kweli kabisa. Hebu nionyesheni kwamba ni mtumishi wa Mungu yupi aliyepigwa risasi katika kipindi cha John Pombe Magufuli? Au ni propaganda zile ambazo kwa sababu umepewa pesa na kundi mtandao kufanya spini ni propaganda? Na lile kundi mtandao ambalo John Pombe Magufuli alijaribu kulishughulikia, hatimaye mkahongwa ninyi kwa ajili ya kumhujumu John Pombe Magufuli. Kwa sababu tarehe 11 mwezi wa 9 2011 kuna mtu anaitwa Msa Tesha, alikuwa ni mfasi wa CCM, alimwagiwa tindikali na watu wasiojulikana. Hao waliopiga risasi hao mapadri ni watu walio ambao hawajulikani. Tukumbuke majuzi kati hapo tuliona watu wasiojulikana walitaka kumuua Padri Charles Kitima. Mnakumbuka? Au Tanzania mnakumbuka? Mkatoliki huyu alitaka kuuawa. Lakini tarehe 20 mwezi wa 7 2013 kuna mtu anaitwa Saidi Mohamed Saidi. Huyu ni mmiliki wa Home Shopping Center, alimwagiwa tindikali. Ilikuwa ni kipindi cha John Pombe Magufuli? Au kwa sababu mmehongwa, mmeona sasa kwamba hizo pesa, kwa sababu John Pombe Magufuli aliondoka na nyinyi mlipewa mapesa mengi tu ya kuhongwa, mnafanya spini ni propaganda, na hizo propaganda bado mnaendelea nazo leo? Tarehe 28 mwezi wa 7 2013 kuna mtu anaitwa Awadhi Omari. Huyu alikuwa ni mwenyekiti wa CCM wilaya ya Gairo. Huyu alimwagiwa tindikali. Kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha John Pombe Magufuli 2013. Tarehe 20 mwezi wa 7 2013 kuna mbunge wa Kasulu mjini alivamiwa na akapigwa na watu wasiojulikana. Au mmesahau jamani? Huyu Moses Machari 2013 alivamiwa na watu wasiojulikana akapigwa, nusura wamuue.
Au mmesahau ndugu zangu? Lakini tarehe 18 mwezi wa 3 2013 mwandishi anaitwa Andrew Chale naye alinusurika kutekwa. Je, hii 2013 ilikuwa ni kipindi cha John Pombe Magufuli? Kwamba huyu ndio aliyeanzisha kundi la watu wasiojulikana? Kwa sababu tarehe 6 tena mwezi wa 3 2013 mwandishi anaitwa Absalom Kibanda, huyu alikuwa ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania tefu, alifanyaje? Alivamiwa akajeruhiwa. Au umesahau? Huyu alivamia akajeruhiwa, tena alitobolewa na meno na macho. Au umesahau? Huyu alitobolewa, Absalom Kibanda, mpaka leo ana tatizo la macho. Hichi kilikuwa ni kipindi cha John Pombe Magufuli? Ninyi mliotumwa na kundi mtandao kwa ajili ya kufanya spinning propaganda, mliotumika kipindi hicho kumhujumu John Pombe Magufuli akiwa rais, na mkaeneza propaganda kubwa za kweli, leo mnaweza mkasema hivyo tena, mnaendeleza hivyo kwa sababu tayari mna mshahara yenu mnahongwa. Unafikiri hatuwajui? Au unataka tuwaumbue? Unataka tuwaumbue? Au unataka tuwanyang'anye taulo? Tunawastahi, tunawaheshimu, ila msichokoze haya mambo, kwa sababu tunawajua sisi. Sisi sio watu wajinga, tunaelewa vitu. Lakini tarehe 5 mwezi wa kwanza 2008 nani Saidi Kubenea alivamiwa na kumwagiwa tindikali ofisini kwake pale Kinondoni. Kwani ni uongo? Je, hichi kilikuwa ni kipindi cha John Pombe Magufuli? Wakati Saidi Kubenea anamwagiwa tindikali pale ofisini kwake? Unafikiri kwa nini alimwagiwa tindikali? Na kwa nini tindikali ilikuwa nyingi kipindi hicho? Watu wanamwagiwa tindikali, wanatekwa, wanamalizwa. Kilikuwa ni kipindi cha nani? Lakini tarehe 28 mwezi wa 7 2012 Dr. Ulimboka, huyu alikuwa ni mwenyekiti na kiongozi wa madaktari waliokuwa wanadai haki zao, alitekwa akang'olewa meno bila ganzi pale Mabepande. Je, hichi kilikuwa ni kipindi cha John Pombe Magufuli? Na wauliza nyinyi, kilikuwa ni kipindi cha John Pombe Magufuli? Mwaka 2011 tena tarehe 13 mwezi wa 11 Dr. Sengondo Mvungi, huyu alikuwa ni mjumbe, sitajua kama mnanielewa, mjumbe wa kamati ya tume ya katiba, mabadiliko ya katiba. Alivamiwa nyumbani kwake akakatakatwa na mapanga na watu wasiojulikana. Huyu alikuwa ni mjumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba. Je, na yeye alivamiwa na watu wasiojulikana walioanzishwa na John Pombe Magufuli? Acheni kutudanganya nyinyi. Tunajua wengine walishangilia baada ya kifo cha John Pombe Magufuli, na wengine walipiga simu. Tulimuona kuna mtu mmoja alikuwa anaishi Canada kule, baada ya John Pombe Magufuli kufariki alipiga simu kwa Jakaya. Alituambia iko kwenye clip kwenye mitandao. Akafurahi. Mwambie mama nataka nirudi toka juzi. Kwa sababu huyu ni kijana wake. Ni kijana wa Jakaya. Hawa ndio wanaotumika kwa ajili ya kufanya spinning propaganda na kundi lake. Tunawajua hili kundi lao. Tunalijua hili kundi. Na kuna wengine maskini wa Mungu walienda kwenye mkumbo wa kumchukia John Pombe Magufuli kwa sababu ya propaganda zilizovumishwa na watu. Ndiyo, ni kweli John Pombe Magufuli hakuwa mkamilifu kwa 100%. Lakini Magufuli alilinda usalama wa nchi.
Magufuli kila jambo lililotokea alisimama na kukemea sana kwa sauti kubwa na kuagiza vyombo kushughulikiwa. Watu wote wanaofanya hivyo walimhujumu sana John Pombe Magufuli, na ndio maana inawezekana kuna matukio mengine yalikuwa yanafanywa kwa lengo la kumhujumu John Pombe Magufuli, kwamba aonekane John Pombe Magufuli anafanya mambo hayo. Tuliambiwa na Polepole alinusurika kutekwa. Polepole akiwa mkatibu mwenezi alinusurika kutekwa. Maana yake angetekwa, ingeonekana John Pombe Magufuli amefanyaje, kwa sababu lile kundi lina kawaida na mbaya zaidi. Hata hawa nyinyi ambao mlikuwa mnatumwa, mlikuwa mtumia akili tu. Hili kundi lilikuwa na ajenda yake, kwa sababu John Pombe Magufuli alipoingia madarakani alikata mirija yao, alikata mirija ya kwao, hawa mafisadi, hawa kundi mtandao, kwa sababu wanaamini kwamba hili kundi mtandao, wanaamini kwamba rasilimali zote ni mali yao. Sasa alivyojaribu kuwa akawa na wanyang'anya taratibu, akawa na wapola taratibu, wakaanza kumzushia zengwe. Na ndio maana hili kundi lilikuwa limepanga kwamba John Pombe Magufuli asikabidhiwe mwenyekiti wa chama. Hili kundi lilitaka John Pombe asikabidhiwe mwenyekiti wa chama ili kusudi yule bwana yule aendelee kuwa mwenyekiti wa chama, hatimaye kwamba wamdhibiti, kwa sababu walikuwa wanaona kwamba huyu mtu atatusumbua, tutamdhibiti kwenye chama. Wapo waliojitolea. Josephat Gwajima alijitoa mhanga kwa ajili ya kulisema hili kwa ukali sana. Hatimaye wakaona aibu, wakakabidhi chiti kwa John Pombe Magufuli. Hawakukabidhi kwa shangwe, kwa sababu lengo lao lilikuwa ni kumdhibiti nani rais kupitia chama, kwa sababu kundi hili ni kundi hatari kwa maslahi ya nchi. Kundi hili ndio lililo saini mikataba zaidi. Unakumbuka wa Tanzania kuna mikataba mwishoni mwezi yani 2015 mwishoni pale, kabla ya bunge halijavunjwa, ilipelekwa mikataba kwa hati ya dharura, mikataba 17. Mnakumbuka mikataba 17 inayohusu bandari ya ujenzi wa bandari wa Bagamoyo na upolaji wa rasilimali za madini na upolaji wa rasilimali za gesi. Mnakumbuka? Hawa ndio wanufaika. Sasa Magufuli alipokuja akaanza kuikata, kuwashughulikia na kufanya kwamba hii rasilimali iwe mali ya Watanzania, wakachukia hawa watu, hawakumpenda, na ndio maana walianza harakati za kumhujumu toka siku ya kwanza anaapishwa John Pombe Magufuli, hatimaye wakamwangusha. Naomba Watanzania tusimame kidete kwa ajili naishia tu hapo, lakini nitakuja na vitu vingine vikubwa zaidi. Nitawaambia Watanzania, mimi kazi yangu ni kuwakumbusha tu. Nitakuwa nawakumbusha vitu, kama mmesahau nitawakumbusha, hatimaye mtaelewa. Sasa tuko kwenye utawala huu wa awamu ya 6, ni sawasawa na utawala wa awamu ya 5, awamu ya 4. Awamu ya 4 ndio usawasawa na utawala huu, ndio kwa sababu utawala wa awamu ya 5 ulilinda rasilimali za nchi. Utawala wa awamu ya 6, utawala wa awamu ya 4 wenyewe ulikuwa unachukua rasilimali zetu, zinawekwa halahani, linamilikiwa na kundi dogo la watu. Amkeni wa Tanzania, saa ya ukombozi ni sasa. Kwa pamoja tutashinda. Tumepewa katiba ya Jamhuri ya Muungano, tuitumie kwa ajili ya kutokomeza hawa wanyang'anyi, mabepari, majizi. Leo tunadaiwa zaidi ya trilioni 127 deni la taifa. Tutazilipa na nini wakati uchumi wetu unamilikiwa na wageni? Amka Tanzania, amka wewe, amka uipiganie nchi yako. Saa ya ukombozi ni sasa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.